amekabidhiwa ngao pamoja na mkuki, ikiwa ni ishara kwamba yuko tayari sasa kwa ajili ya kulinda kutetea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pia mheshimiwa ya Allah barikiwe katika tangazo lake. Mheshimiwa Profesa Kithure Kindiki, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Anzuluni Isitoleketi, Waziri wa Ushirikiano wa Kikanda na mjumbe maalum wa Rais wa Jamhuri ya Muungano, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Mheshimiwa Dr. Emmanuel John Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Jakaya Kikwete, Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa makamu wa rais wastaafu, waheshimiwa marais wastaafu wa Zanzibar, mawaziri wakuu wastaafu, Jaji Mkuu wa Mahakama ya Tanzania, Jaji Mkuu wa Zanzibar, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi wote kutoka Tanzania, mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, viongozi wa vyama rafiki Frelimo na CNDD-FDD na vyama vya siasa vya hapa nchini, waheshimiwa mabalozi, wakuu wa taasisi na mashirika ya kimataifa na wawakilishi wa nchi mbalimbali, waheshimiwa wabunge wateule, wawakilishi wateule na madiwani wateule, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, ndugu waandishi wa habari na wananchi kwa ujumla, mabibi na mabwana, Tanzania oye! Nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuturuzuku uhai na kutuwezesha kushiriki sherehe hizi za kihistoria kwa taifa letu. Pili, ni washukuru Watanzania wote kwa imani yao kwa Chama cha Mapinduzi na kwa mapenzi makubwa na kutupa mimi na makamu wa rais fursa hii adhimu ya kuwatumikia. Shukrani za kipekee kwa viongozi na wanachama wa Chama cha Mapinduzi kwa namna walivyoendesha kampeni kwa mafanikio makubwa sana. Nishukuru tena Tume ya Uchaguzi kwa kuratibu na kusimamia mchakato mzima wa uchaguzi kwa ufanisi usiotiliwa shaka. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, katika uchaguzi huu tulikuwa wagombea 17 kutoka vyama mbalimbali vya siasa nchini tukiwania nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Napenda kuwashukuru sana wenzangu 16 ambao kwa hakika wameonyesha ukomavu wa kidemokrasia kwa kuendesha kampeni ambazo tulishindana kwa hoja na sote tulionyesha kuwa siasa sio vita. Tumemaliza vyema uchaguzi na kumpongeza aliyeshinda. Aidha, nitumie fursa hii pia kumpongeza sana Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi na vyama vya siasa vilivyoshiriki uchaguzi Zanzibar kwa kumaliza uchaguzi kwa salama na amani. Zanzibar oye! Pongezi zangu pia ziwaendee wote walioshinda kwenye nafasi za ubunge, ujumbe wa Baraza la Wawakilishi na udiwani kote nchini. Kwa wote niwaambie, uchaguzi umekwisha. Sasa baada ya kuapa, tukafanye kazi ya kulijenga taifa letu na kujenga utu wa Mtanzania. Waheshimiwa marais, viongozi, ndugu wananchi, shughuli inakuwa nzuri na ya kufurahisha ikihudhuriwa na ndugu zako wanaokupenda. Tanzania leo imejawa na furaha kubwa kuona baadhi ya waheshimiwa marais wenzangu na viongozi mbalimbali wa nchi jirani na nchi marafiki wamejumuika nasi katika tukio hili. Pamoja na kwamba
tulitoa mwaliko kwa muda mfupi. Kwa wale walioshindwa kushiriki, tunatambua uzito wa majukumu yao na tunajua mioyo yao ipo pamoja nasi. Tunashukuru pia wote waliotuma salamu za pongezi kwetu. Tunasema asanteni sana. Ndugu wananchi, uchaguzi ni fursa kwa wananchi kueleza matakwa yao ya aina ya viongozi wanaodhani wataweza kuwatumikia vyema na kuwaletea maendeleo endelevu. Kipindi cha kampeni tuligawika kiitikadi na kishabiki kama taifa, ila baada ya uchaguzi kufanyika, anayechaguliwa na wengi huwa ndio chaguo la nchi na anapaswa kuwa mtumishi wa wananchi wote waliomchagua na waliochagua wagombea wengine na hata ambao hawakushiriki uchaguzi. Kwa sisi tuliochaguliwa, ahadi yetu kwenu wananchi ni kulitumikia taifa hili kwa nguvu zetu zote, vipawa vyetu vyote na maarifa yetu yote. Ndugu zangu wa Tanzania, ni vyema tutambue kwa uchaguzi mkuu wa viongozi wa serikali ni mchakato wa msimu mmoja tu ndani ya kipindi cha miaka mitano. Muda mwingine wote maisha lazima yaendelee. Hivyo basi jukumu letu sote kwa pamoja ni kujenga nchi yetu na kuifanya kesho yetu iwe bora zaidi kuliko jana yetu. Niwasihi tuendelee kuilinda itikadi yetu ya umoja na mshikamano. Ndugu zangu, wote tunaitakia mema nchi hii, tumesikitishwa na kuhuzunishwa na matukio ya uvunjifu wa amani, upotevu wa maisha na uharibifu wa mali za umma na mali za watu binafsi kwenye baadhi ya maeneo hapa nchini, hasa kwenye majiji na miji. Kilichotokea hakiendani na taswira na sifa za Kitanzania na sio Utanzania. Haikutushangaza kuona kuwa baadhi ya vijana waliokamatwa kutokana na kadhia hiyo wametoka nje ya Tanzania. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinaendelea kufuatilia na kuchunguza kwa undani zaidi kilichotokea na kuirudisha nchi katika hali tuliyoizoea kwa haraka. Kamati ya ulinzi ya kitaifa na kamati za ulinzi za mikoa na wilaya, na wataka muhakikishe kuanzia leo maisha ya wananchi yanarejea mara moja. Amesema hapa Rais wa Zambia na Rais wa Burundi. Machafuko ndani ya nchi si mema, hayana bei, hayana thamani na si faida kwa yoyote yule. Kwa hiyo ndugu zangu, niwaombe sana tuzingatie umoja, amani na utulivu wa nchi yetu. Ndugu zangu, nitumie fursa hii kutoa onyo kama mama, kutoa onyo kwa wale wote waliochochea uvunjifu wa amani. Na nawataka watambue kuwa vurugu na uvunjifu wa amani huishia kupimana nguvu na uwezo wa kujihami, ila mazungumzo huzaa mshikamano. Sasa tuchague lenye manufaa kwetu, kwani usalama wa taifa lolote hulindwa na wote kwa nguvu zote na gharama zozote. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, kama kawaida kwa nchi zenye mfumo wa kidemokrasia hualika waangalizi wa uchaguzi kutoka jumuiya za kimataifa na kikanda kuja kushuhudia mchakato wa uchaguzi. Uwepo wao huongeza uhalali wa juhudi zetu za kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwenye mazingira ya uwazi, haki, heshima na utawala wa sheria. Kwa muktadha huu, tunazishukuru jumuiya zote zilizoleta waangalizi wa uchaguzi. Kutoka Afrika, tulikuwa na waangalizi kutoka Umoja wa Afrika AU, Jumuiya ya Nchi za Maziwa Makuu ICGLR, Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC na Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC. Pamoja na hao, tulikuwa
na wengine kutoka maeneo mbalimbali ulimwenguni. Makundi yote ya waangalizi yameshatoa taarifa za awali na tunawashukuru kwa kuwa nasi, na kwa heshima kubwa tumepokea maoni yao. Hata hivyo, kama alivyowahi kusema Rais wa awamu ya 3 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Benjamin William Mkapa mwaka 2000 wakati akiapishwa kuwa rais, na hapa nanukuu kipande tu cha hotuba hiyo kinachosema: na washukuru watazamaji wa kimataifa kuja kushuhudia uchaguzi wetu ulivyofanyika. Walipotusifu tumepokea sifa hizo kwa unyenyekevu mkubwa. Tumesikia pia waliodhani hayakwenda sawa, na mengine hata sisi wenyewe tumeyaona. Maagizo ya kutuelekeza nini cha kufanya tumeyakataa. Ushauri wao tutauzingatia ili tufanye vizuri zaidi siku zijazo. Mwisho wa kunukuu. Ndugu wananchi, sifa moja ya mwanadamu ni kutokukamilika. Aliyekamilika kabisa kabisa bila kasoro yoyote ni Mwenyezi Mungu peke yake. Ndio maana katika shughuli au harakati za wanadamu tunaunganishwa na mawasiliano, mazungumzo na maelewano. Au kwa maneno mengine, tunaunganishwa na uwepo wa suluhu. Suluhu yenyewe sio suluhu mimi, lakini hata suluhu mimi nitafanya kazi yangu ya kuunganisha taifa. Kwa hiyo tunaunganishwa na uwepo wa suluhu ya mambo katika jamii zetu. Kama mnavyofahamu, katika kuliunganisha taifa, serikali ya awamu ya 6 tulianza na falsafa ya R4 inayosimamia misingi ya kuzungumza na kuelewana, kuvumiliana, kubadilishana au kubadilisha mwelekeo baada ya maelewano na kuendelea kujenga taifa letu. Tunapoendelea mbele, hatutachoka wala kurudi nyuma kwenye kusimamia yote yanayohusu kujenga umoja na mshikamano wa taifa letu. Ndugu wa Tanzania, mkusanyiko wetu leo hapa sio kwa ajili ya kuwazawadia walioshinda kwenye uchaguzi, la hasha, bali ni matakwa ya kikatiba ya kukabidhiwa dhamana ya kuwa mtumishi mkuu wa taifa katika kuleta maendeleo endelevu kwa maana ya uimara wa kiuchumi, kisiasa, kidiplomasia na kijamii. Ili tuweze kuyatimiza hayo, hatuna budi kuhakikisha tunahimizana umoja na upendo kwa nchi yetu. Tunadumisha amani na kuheshimu sheria za nchi. Kinyume cha hayo, maandamano, vurugu, uvunjifu wa amani husababisha maumivu na havileti manufaa wala faida kwa yoyote yule. Ni wasihi wa Tanzania tuchague hekima badala ya ghadhabu, busara badala ya mihemuko, upendo badala ya chuki, uvumilivu badala ya vinyongo, umoja badala ya mgawanyiko, na amani badala ya vurugu. Lakini vile vile ni wajibu wetu kuchagua unyenyekevu badala ya kiburi na huruma badala ya hasira. Taifa letu ni moja na lina nguvu zaidi kuliko mtu yoyote yule. Demokrasia haipimwi kwa nani kashinda uchaguzi, bali kwa jinsi tunavyoendesha mambo yetu baada ya uchaguzi. Tutakuwa na nguvu zaidi pale kila sauti chanya au hasi zitakaposikilizwa, kuheshimiwa na kuthaminiwa, na vile vile tunapoweza kuponya wenye maumivu. Hii si kazi ya upande mmoja wa serikali peke yake, bali ni kwa kila jumuiya za wananchi, vyama vya siasa, dini zetu na kila mwananchi. Na hapa nitumie fursa hii kuwashukuru kwa dhati ya moyo wangu viongozi wa dini waliohimiza amani na upendo katika kipindi chote cha kabla uchaguzi, wakati wa uchaguzi na sasa baada ya uchaguzi, wanavyoendelea kuhimiza amani na upendo. Ndugu zangu, nimeamua kutumia jukwaa hili leo kushukuru na kupongeza
kwa kumaliza uchaguzi, kuhimiza umoja na mshikamano wa kitaifa na kusisitiza kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama taifa ni muhimu zaidi kuliko matakwa binafsi ya mtu yoyote. Masuala ya mwelekeo wa kazi za serikali kwa miaka 5 ijayo na ufafanuzi wa kina wa hatua zitakazochukuliwa kutekeleza dhana ya kazi na utu utatolewa katika hotuba ya uzinduzi wa Bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya kusema hayo, niwashukuru wote kwa kujumuika nasi kwenye tukio hili muhimu na la kihistoria. Nimepokea pongezi kwa heshima kubwa, na sasa safari ya kuwatumikia Watanzania kwa kipindi cha pili cha awamu ya 6 inaanza rasmi. Nawashukuru wananchi wote wa Tanzania, na ni imani yangu kwamba tutashirikiana ndani ya safari hii. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki Tanzania. Amen, amen, amen. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba niwaalike viongozi wote na wananchi tupunge bendera juu, tumpongeze Mheshimiwa Rais.